Fred Omondi, hongera sana kwa kumaliza pambano. Nashukuru pia. Na umeuonaje mpambano dhidi ya Mtanzania? Fight mpoa. Sijaona uzito yote. Na nilistuliwa after 2 weeks. 2 days. 2 days. So sikuwa nimejiprepare. Na mpinzani wako namna ambavyo alikuwa akionyesha mchezo hayupo. Ile ni kaza mzuri hayupo. Kwa hiyo tuseme utaweza ukaomba pambano jingine? Yeah, ikiwezekana. Likitokea pambano jingine una uhakika utashinda? Kabisa, niko sure. Haya, sasa unaambia nini wa Kenya? Naambia wa Kenya sijaluzo hope. Bado nakazana. Narudi jikoni. Sijakuwa nikifanya mazoezi kwa muda umetosha. But niko sawa. Nasikia hata hiyo wanimaliza. Sikuwa najua namaliza round 8. Nashukuru nimemaliza round 8. Kwa nini ni kubwa, chance kubwa sana kwangu mwenyewe. Motisha kubwa sana kwangu. Asante. Time game. Either kae. Sawa, asante sana. Shukrani. Bwana, hapa tuko na Hamadi Belembela. Hongera sana kwa kuiheshimisha Tanzania. Shukrani sana mwanangu, sio mimi peke yangu. Mimi naamini dua za Tanzania kwa ujumla na management yangu inanisaidia. Kinyogoli Foundation pamoja na Zingiziwa Boxing Club Fitness pamoja na Mheshimiwa Kaniki kwa kuendeleza kunipa malazi na kapteni wangu Ubwa Salum pamoja na yani pamoja klabu nzima ya Kinyogoli Foundation ndio imeweza kunisimamia mpaka kufanya hivi, pamoja na Mabiu Dar es Salaam pamoja Majokeli pamoja na Kitengo Eli. Dua zao mimi naamini ndio zimenipa ushindi wa Tanzania leo hiyo, na mimi wamekaa katika TV walikuwa wananiombea mimi Tanzania. Sidhani kama kulikuwa kuna dua nyingine zinaweza kumfikia yule ndugu wetu mpinzani. Sasa vipi, umemwonaje mpinzani wako? Mpinzani sio mbaya kwa sababu yeye mwenyewe kajiandaa kuja kupigana na mimi, ila kikubwa kilichomzidi mimi ni hekima nilokuwa nayo katika ringi na utulivu pamoja na usikivu nilopewa pamoja na uongozi wangu, in short ukamati yangu ya ufundi ya nyuma. Kila ninapokurudi katika kona yangu alikuwa ananielekeza fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, na mimi nilikuwa na usikivu. Mwenyezi Mungu aweza kunipa utulivu mpaka kupata matokeo kama sio kwa ujanja wangu. Okay. Na katika mchezo kwenye raundi kama ya 6 hivi mpinzani wako alikuwa ameonekana tayari amekwisha legea. Kwa nini ukuanza kumpiga knockout ili uweze kushinda mapema? Knockout haiko hivyo. Knockout automatic inatokea. One time ujue mtu anaweza akajifanya kalegea, lakini ni tekniki ya mchezo. Anakuangalia kwa sababu nyewe mlikuwa mnamuona kalegea, lakini mimi nikiingia nilikuwa nikutana na nguvu zake. Namuona kabisa yani ana nguvu. Unajua mtu akichoka akiwa anapiga ngumi unajua ngumi yake. Yani akilegea lakini akikurupuka ukutana na chuma unaona kabisa kinaingia. Unaona kabisa huyu kalegea lakini mazingira yake bado ana energy ndani ya mwili. Ndio maana mwenyewe nilikuwa na utulivu, nilikuwa sikurupuki kumuingia, nilikuwa na mseti nikiona sehemu ya kuingia ndo napiga ngumi zangu na mimi huko natunza upepo. Okay. Na leo ni siku ya Boxing Day. So vipi ushindi wako udedicate kwa Tanzania? Yaani shoti mimi naona ndo zawadi kwa wa Tanzania. Kwa sababu wamekaa walikuwa wananiangalia mimi na dua zao zimefiti, naamini ni zawadi kubwa kutoka kwangu wamepata. In short yani mimi nashukuru Mungu pamoja na mwanangu huko alipo, dua zake pamoja na mama mtoto wangu Flora. Asante sana. Asante sana, shukrani sana. Asante sana. Vile vile namshukuru meneja Kaniki kwa kuweza kunipa malazi pamoja na sehemu ya utulivu pamoja na blaza Madu pamoja na kapteni Ubwa pamoja na kocha wangu Kinyogoli pamoja na Zingiziwa Boxing. Unajua Asante sana. Shukrani kiongozi. Pamoja.